Mifano ya maendeleo ya kiuchumi yaliyoinua maisha ya watu na kuenea kwa Ukristo yanafahamika mahali pengi Tanzania. Maeneo haya yameinuka kiuchumi kwa jitihada ya makanisa ya kimisheni kama vile Kanisa Katoliki, Kanisa la Kiluteri, Kianglikana na Kimoravian. Makanisa haya ndiyo yaliyoeneza Injili sambamba na maendeleo ya kiuchumi, huduma za kijamii. Shughuli za kiuchumi, huduma za kijamii ni pamoja na ujenzi wa shule kuanzia awali hadi sekondari, vyuo vya ufundi na ualimu, dispensa, vituo vya afya na hospitali, viwanda vidogo vidogo kama vile viwanda vya uchapaji, mashamba ya mazao ya chakula na biashara, upandaji miti na kadhalika. Ndugu zangu, msingi mzuri wa kueneza Injili sambamba na shughuli za uchumi, huduma za kijamii ndio sababu iliyopelekea baada ya uhuru wa nchi yetu wa Tanzania, viongozi wengi wa kitaifa walitokana na wale waliopata elimu katika shule hizi. Wakati huu, ndugu zangu, mfumo wa uchumi unabadilika kila kunapokucha. Changamoto za maisha zinaongezeka na changamoto za kiimani ya Kikristo zinazidi kuongezeka tofauti na miaka iliyopita. Hivyo katika karne hii mpya ya 21 ni lazima kanisa lichukue tahadhari namna ya kuimarisha Ukristo na kujenga misingi madhubuti ya uchumi endelevu. Tangu wakati wa kuingia Injili, sehemu kubwa ya uchumi wa kanisa ulijengwa kwa nguvu ya wafadhili kutoka Ulaya na Amerika. Lakini miaka ya hivi karibuni tumeshuhudia kwanza jinsi uchumi wa nchi za magharibi ukiporomoka. Pili, tumeshuhudia jinsi Ukristo wa watu wa Ulaya na Amerika waliotuletea Injili ukipoteza thamani, ambapo idadi ya Wakristo imezidi kupungua siku hadi siku. Hivyo ni wazi kuwa makanisa ya Tanzania na Afrika kwa ujumla hayawezi kuendelea kutegemea wafadhili ambao nguvu yao ya kiuchumi na kiimani inazidi kupungua siku hadi siku, na pengine hata wanatuhitaji sisi msaada wa kuhubiri Injili huko kwao. Sehemu ya tatu, tuone Biblia inasemaje juu ya nafasi ya uchumi. Kwa muda mrefu kumekuwa na mabishano miongoni mwa watu juu ya uhusiano wa Injili au Ukristo na uchumi au mali za hapa duniani. Watu wengi hufikiri kuwa kujihusisha na biashara au uzalishaji mali ni dhambi. Hivyo wajibu wa msingi wa kanisa ni kueneza neno la Mungu tu bila kujihusisha na miradi ya uchumi. Watu wengi hufikiri kuwa kanisa linaweza kujihusisha na miradi michache tu isiyo ya kibiashara, charity projects. Hivyo kupitia miradi kama hiyo unaweza kwenda kuomba nguo, chakula, ukapeleka watoto yatima wakalelewa, au kuomba fedha za kusomeshia wakati wote. Ndugu zangu, tukiuelewa Ukristo wa namna hii usiohusiana na uchumi endelevu, basi tunakuwa tumeuelewa tofauti sana. Kabla hatujaona mistari ya Biblia inaeleza juu ya uchumi au mali, hebu tuangalie mfano wa mchungaji mmoja huko Ujerumani aliyetatua changamoto katika kanisa lake kwa misingi ya uchumi endelevu. Tunaambiwa na hii habari nitakayowaambieni mtashangaa kwamba wengi wenu mlikuwa mjui. Tunaambiwa kwamba mnamo miaka 1800 katika kanisa moja la kanisa la Kiluteri huko Ujerumani kwenye jimbo la Baden-Württemberg, makao yake Stuttgart, waumini wa kanisa mke na mume walipata ajali mbaya ya gari na kufariki papo hapo. Kibaya zaidi, waliacha nyuma watoto tegemezi wadogo 5. Ilipofika siku ya Jumapili wakati wa ibada, mchungaji alieleza jambo hili kwa uchungu sana kwa Wakristo wake na kuwasihi wagawane wale watoto 5, kila mtu achukue mtoto mmoja.
Hata hivyo, pamoja na msisitizo na mahubiri mazuri yaliyotolewa na mchungaji yule, hakuna muumini aliyekuwa tayari kubeba huo mzigo. Mchungaji wa kanisa lile alipoona Wakristo wake wamekaa kimya, akaanza kusema, kama hakuna aliye tayari kuchukua watoto hawa wa Wakristo wenzetu waliofariki, basi mimi nitawachukua wote 5 mwenyewe. Tena ni mchungaji wa kihoteli, ndio naye hapo ana familia yake, ana watoto wake, tofauti alikuwa padre ambaye hana watoto. Mchungaji akaongeza kusema, sielewi ni Kristo gani tunayemwabudu hapa kanisani asiyejali wahitaji. Kristo asiye na huruma kama huyu mimi sitamwamini. Lakini kwa kuwa Kristo tunayemwamini ni yule aliyetufia msalabani, basi mimi naona ibada yetu isiyomwamini Kristo wa msalabani ni bure. Baada ya mchungaji yule kukaa na wale watoto 5, watoto wengine yatima waliokosa msaada waliendelea kujitokeza ndani ya kanisa lake. Hivyo ikaonekana nyumba yake haitoshi pia, inamuia vigumu kuwalea watoto hao ambao walikuwa wakiongezeka siku hadi siku. Hivyo mchungaji huyo kwanza akaamua kuwajengea watoto hao nyumba yao. Pili, aliamua kuanzisha kiwanda cha kutengeneza karatasi ili kimpe faida, apate fedha ya kutunzia wale watoto. Hatimaye fundi wake aliyemwajiri wa kiwanda hicho alifanya ubunifu, modification, wa kubadili injini ya kiwanda ili iweze kuendesha gari. Gari hilo likaitwa Mercedes Benz. Gari ambalo leo linapendwa kwa kweli na watu. Na ukipata gari ungano wewe ndio mwenyewe mtu wa kifahari. Mercedes na Deo. Yaani gari lile kwa jina lingine ungeweza kuliita neema ya Mungu. Magari hayo yakaendelea kuwa maarufu na yameendelea kuwa ya kifahari hadi leo dunia nzima wanayapenda. Lakini chimbuko lake ni kwa mchungaji yule. Hadi sasa sijui kama nyinyi mlikuwa mnajua habari hizo. Mlikuwa mnayafurahia tu magari yanakata kona pale Dar es Salaam na maeneo mengine. Lakini asili yake ni hiyo. Hadi sasa kitengo cha kulelea watoto yatima na watu wenye ulemavu kinaendelea hadi leo hii hapo mahali ambapo magari haya yamegunduliwa. Kuna nyumba nyingi za watu wenye ulemavu, wenye shida wa kila aina, watoto yatima, pamoja na hospitali kadhaa maarufu. Miaka ya hivi karibuni kampuni hii ya magari niliyoitaja na huduma ya matendo ya huruma vimetengana katika kuendesha miradi yake. Kampuni ya magari inajiendesha kibiashara, ambapo imejenga pia uwanja mkubwa wa mchezo wa mpira uitwao Alliance Arena, uwanja maarufu sana Ulaya huko. Pamoja na shughuli za matendo ya huruma, ningetumia lugha sasa nyepesi, nyi wa Katoliki mtajua vizuri, Caritas, kutengana na kampuni ya magari, lakini taasisi hizi mbili bado zina ushirikiano wa karibu kwa njia ya kuijengea uwezo taasisi ya Caritas kwa ajili ya kusaidia watu. Kwa hivyo huku kampuni inazalisha magari, inalipa kodi, inapata faida, na faida ile inaipeleka upande wa pili kwa ajili ya kufanyia matendo ya huruma. Hadi sasa jamii ya Ujerumani, binafsi nimeenda mara nyingi, mara kadhaa, shughuli zinazoendeshwa na idara ya Caritas zinaheshimika sana. Hata sisi wenyewe huku wengi tunaona tunapekua vianwani kwenye Caritas wapi, sio Caritas kuomba misaada. Lakini hao tunawaomba wana miradi endelevu ya kuhakikisha kwamba wanapata fedha za kutusaidia. Swali la kujiuliza hapa, ndugu zangu mahujaji na wale wanaonisikiliza wengine, hatua aliyochukua mchungaji ya kuwatunza wale watoto yatima na kuanzisha mradi wa uzalishaji mali, hatuwezi kuona mahusiano ya Ukristo na uchumi? Je, mchungaji yule alipoendelea kuhubiri juu ya upendo wa Yesu baada ya kuanzisha mradi wa kuwatunza wahitaji,
angeeleweka kirahisi au asingeeleweka? Je, hatua ya kuanzisha shughuli za uchumi ili kunufaisha kanisa ilikuwa kibiblia au nje ya Biblia? Kwa hivyo ukianza kujiuliza hapo, utaona kiukweli kwamba hakuwa nje, alikuwa kwenye mstari. Hapa chini tutaona aya za Biblia zinasema nini juu ya mwanadamu na mali, mwanadamu na uchumi. Na hapa tutaona katika makundi mawili. Kundi la kwanza tutaona mali kutoka kwa Mungu, na kundi la pili tutaona matumizi mabaya ya mali. Tukianza na sehemu ya kwanza, mali kutoka kwa Mungu, Zaburi ya 24 aya ya kwanza nasema, dunia na vyote vilivyomo ni vyake Mwenyezi Mungu, ulimwengu na wote waishio humo ni mali yake. Unaweza pia kulinganisha Zaburi ya 89 aya ya 11, pia Hagai sura ya 2 aya ya 8, na pia kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati sura ya 29 aya ya 14. Lakini pia tunaweza kusoma katika Methali sura ya 12 aya ya 27, inasema, mwindaji mvivu hatapata anachowinda, lakini mwenye bidii atafanikiwa. Na pia zipo kadhaa hapa, Methali 15 sura ya 15 aya ya 16, anasema, afadhali kuwa na kidogo na kumcha Mwenyezi Mungu kuliko kuwa na mali nyingi pamoja na taabu. Lakini Methali sura ya 19 aya ya 17 inasema, anayemsaidia maskini anamkopesha Mwenyezi Mungu. Na tumalizie sehemu hii kwa kutoka katika kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya kwanza aya ya 7 hadi ya 12. Nasoma, usiku ule Mungu alimtokea Solomoni akamwambia, omba chochote nami nitakupa. Solomoni akamjibu, na kuomba unipe hekima na maarifa ili niweze kuwatawala watu wako vizuri. Mungu akamjibu Solomoni, kwa kuwa ukuomba mali wala utajiri wala heshima, bali umeomba hekima na maarifa, nitakupa hekima na maarifa, pia nitakupa utajiri, mali na heshima zaidi ya mfalme mwingine yoyote. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo inaonekana ukiwa mcha Mungu, Mungu pia anakutajirisha hata na mali za duniani, hakuachi waibike. Tuje sehemu ya pili ambayo pia hii ni hatadhari, matumizi mabaya ya mali. Katika aya za hapo juu tumeona kuwa utajiri na mali vimetoka kwa Mungu na vinatakiwa vitumike kwa utukufu wake. Hata hivyo, Biblia pia inatahadharisha juu ya matumizi mabaya ya mali na kipato cha mali kwa njia ya aibu au udanganyifu, kama tunavyosoma katika mistari ya Biblia hapa chini. Mithali sura ya 22 aya ya 25 hadi ya 27 inasema, ukimkopesha fedha mtu yoyote miongoni mwa watu wangu walio maskini, usiwe kwake kama mdai, wala usimtoze riba. Wani mitaani humu mna mikoba sio vitu gani, mnazulumiana kwa kweli. Usikia zako ana shida, unampa fedha alafu unamwambia bwana, kila siku utakuwa unaleta faida ya 20,000, atazalisha wapi mambo haya? Tena inaendelea kukisema, ukilichukua vazi la mwenzako kuliweka rehani, lazima umrudishie kabla ya jua kutua, kwa kuwa hiyo ndiyo nguo yake ya pekee. Akinililia, anasema Mungu, nitamsikiliza, maana mimi ni mwenye huruma. Wewe
unataka kumkopesha mwenzako, za no, leta hati yako ya nyumba. Basi msaidie bwana. Mitaani na sasa mimi sema ya benki huko system nyingine. Mitaani mnapopigana vishoka. Methali sura ya 10 aya ya 4. Uvivu husababisha umaskini, lakini mkono wa mtu wa bidii utajirika. Na pia Methali sura ya 21 aya 17 anasema apendaye anasa atakuwa maskini, anayefikiria tu kula na kunywa hata tajirika. Wewe ukipata tu basi tayari. Injili ya Luka sura ya 16 aya 13, vifungo viko vingi sana. Mtu akitaka notes zangu wakati wake anaweza mpo hapo mpaka Jumapili, naweza kwa printia tu na mashina. Injili ya Luka sura ya 16 aya ya 13 nasema huwezi kumtumikia Mungu na mali pamoja. Itazali pia inaangaliwa, maana lazima ubalance mambo yako vizuri sana. Sije ukaegama upande mmoja wa mali alafu kamsahau Mungu na kadhalika. Sasa tuje tuone kueneza injili katika karne ya 21 baada ya kupitia vifungu vya Biblia. Ndugu zangu, hapo juu tumeona jinsi wamisionari wa mwanzo walivyofanya kazi ya kueneza injili sambamba na huduma hizi za matendo ya huruma. Mimi napenda kutumia neno fupi Caritas. Na hawa wamisionari wakati wao walitumia rasilimali kidogo walizokuwa nazo hapa nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla. Wakati wetu karne hii ya 21 tuna wajibu wa kuweka mikakati ya kueneza injili, kuanzisha na kuendeleza huduma hizi za matendo ya huruma na za miradi ya uchumi kulingana na changamoto zinazotukabili wakati huu. Bila shaka hatuwezi kutoa majibu ya zamani kwa maswali mapya, giving old answers to the new questions, kama tukavyoona katika vifungu hapa chini. Kwanza tuone injili kwa wasio wa Kristo. Kama nilivyosema hapo juu kwamba hapa Tanzania injili iliingia zaidi ya miaka 100 iliyopita, na tumefanya jubilei, tumesherehekea vizuri sana kwa Bagamoyo. Mtu anaweza kujiuliza, baada ya miaka hii yote Watanzania bado wanahitaji kuhubiriwa? Wengine wanaweza kusema kirahisi kuwa hawahitaji kuhubiriwa. Msimamo huu unaungwa mkono na baadhi ya taarifa zinazotolewa kimataifa zenye mfumo kama wa kiushindani. Taarifa hizi zinaonyesha kuwa Ukristo wa Afrika umeenea kila mahali kiasi kwamba hakuna eneo lenye watu ambao hawajaupokea Ukristo. Taarifa hizi ndugu zangu kama hizi ni za kujiridhisha kana kwamba kazi ya injili iliyoanza miaka zaidi ya 100 sasa imefanikiwa kwa kiwango cha juu sana, na kwamba sasa hatuna kazi tena. Bila shaka wote tunafahamu kwa maeneo mengi Ukristo bado haujaenezwa au umeenezwa kwa kiwango kidogo sana. Kama nilivyosema hapo juu kuwa mpaka sasa wapo wa Tanzania ambao bado hawajasikia habari ya injili. Hivyo kanisa la Tanzania na Afrika kwa ujumla bado lina wajibu wa kuendelea kuhubiri injili kwa watu wote. Katika kuhubiri injili wakati huu wa karne ya 21 ni lazima kanisa libadili mbinu, approach za kutangaza injili tofauti na zile zilizotumika na wamisionari wa kwanza. Wakati ule kulikuwa na changamoto tofauti na wakati wetu. Pia wakati wa zamani ushindani wa makanisa haukuwepo kwa kiwango kikubwa. Hivyo makanisa ya kimisheni yalikuwa na uhuru mkubwa wa kufanya kazi bila ushindani. Nikisema makanisa kimisheni hapa, naweza nikafafanua makanisa kama kanisa Katoliki, kanisa la Kiluteri,
la Kimoraviani. Haya makanisa haya tunaweza nikayaita kwa mfumo huu. Wakati wa sasa kuna makanisa yasiyofanya mission, ila yanakuta Wakristo waliokuwa waumini tayari wa madhehebu mengine. Pia mafundisho na maadili yanayotokana na mapokeo ya makanisa haya ya kimisheni ni wazi. Baadhi ya mifumo, yani haya makanisa kongwe ningeweza kuita, baadhi ya mifumo ningeweza kuita mifumo mgando, haiwezi kufanya kazi wakati huu ambao kuna ushindani wa makanisa. Hivyo kanisa linatakiwa kuwa tayari kubadilika na kuwa na mifumo ya kiliberali inapobidi. Kwa hiyo injili kwa mataifa itaendelea kuhubiriwa hadi mwisho wa dunia. Hakuna muda ambao kanisa litasema limemaliza kazi ya kuhubiri injili. Baada ya kuona hilo la kuhubiri injili kwa wasio wa Kristo, sasa tuone kuhubiri injili kwa Wakristo wenyewe. Hapa tumetumia mafundisho ya elimu ya Ukristo, malezi, nurturing. Hapo juu nimeeleza kueneza injili kwa mataifa, lakini katika kipengele hiki nitaeleza juu ya kueneza injili kwa Wakristo, yaani Wakristo ambao tayari wameshabatizwa, au maana nikisema Wakristo maana wameshabatizwa. Wakristo hawa tofauti na watu wale ambao nasema wasiobatizwa. Injili itaenezwa kwa mfumo wa mafundisho yenye shabaha ya kuwalea, nurturing, ili wakomae kimafundisho na kuweza kusimama imara kwenye imani yao dhidi ya mafundisho potovu yanayotolewa kila siku kwa njia mbalimbali. Mafundisho kwa makundi mbalimbali ya Wakristo ni muhimu sana, kwani mafundisho ya kipaimara au ubatizo, ndoa, ni lazima yawe endelevu na sio mafundisho ya mara moja tu katika maisha ya Mkristo. Hata watoto wengine wakipata kipaimara wanafikiri ndio sakramenti ya kuagania na katekista wao. Kumbe hapa bado anatakiwa na tunatakiwa hata sisi watu wazima kuendelea kupewa mafundisho ya mara kwa mara ili kuzidi kukomazwa katika imani yetu. Makanisa mengi hufurahia sana wanapowaongoa watu wengi na kujiunga na kanisa lao bila kujali mafundisho endelevu baada ya hapo. Mtindo huu wa kumwongoa mtu kuwa Mkristo alafu kanisa likasahau wajibu wake wa malezi ni sawa na mama mzazi anayezaa watoto wengi alafu akashindwa kuwalea. Ingekuwa heri mama mzazi huyu asingezaa kabisa, au angezaa idadi ndogo ya watoto anaoweza kumudu kuwalea. Uongo jamani? Wewe unazalisha tu bai nyumbani alafu kulea una time. Fujo hiyo. Katika misheni ya Mungu hakuna maana kuwahubiria watu injili na wengi wakaongoka kuwa Wakristo alafu kanisa likashindwa kuwafuatilia Wakristo hawa kwa njia ya kuwapa mafundisho endelevu. Siku hizi makanisa au tuite madhehebu yanayozaliwa kama uyoga, makanisa mapya yana mafundisho rahisi lakini ingeweza kusema pia potofu. Hivyo Wakristo wengi wana mvuto nayo, kwani njia ya kuinua uchumi inayofundishwa sio ya kumfanya Mkristo ajishughulishe kufanya kazi, bali ni njia ya kufikirika, yaani miujiza. Injili ya mafanikio, prosperous gospel. Nafikiri utapata tu mambo kwa muujiza. Hata Mtume Paulo alishasema hiyo kani. Mpaka akawaambia wale Wakristo wakati wake pale, akawaambia asiyefanya kazi na asiwe. Anakuta ndio anazunguka tu. Kufanya kazi wafanye. Kutokana na mafundisho haya rais ya wenzetu na yasio na uhalisia, Wakristo wetu wanadanganyika na kuona kuwa haya ni mafundisho yatokayo watu wa kiuchumi. Kumbe wakati mwingine sio kweli. Twende tukaone kitu kingine hapa, utamadunisho kama nyenzo ya kufanikisha kazi ya Injili. Ndugu zangu, Injili tuliyoletewa na wamisionari kutoka Ulaya kutoka karne iliyopita kwa kiasi kikubwa haikuzingatia utamaduni wa Mwafrika, aidha kwa makusudi au kwa kutojua. Hivyo Waafrika kwa kuhubiriwa Injili
kutumia utamaduni wa kigeni, hawakuielewa Injili kwa undani. Zaidi ya hapo, wamisionari nao hawakuwaelewa Afrika kama walielewa waliotufundishwa. Kwa hiyo jambo la uongofu, confession, kwa Afrika ilikuwa ni mabadiliko ya kijamii ya muda mrefu, social process. Wakati wa misionari walitegemea uongofu kama tendo la haraka na la mara moja. Pia wamisionari wetu walitegemea kuwa Ukristo kwa Afrika ni mbadala wa imani ya Kiafrika, replacement. Wakati kwa Afrika waliona kuwa Ukristo ni nyongeza, additive, kwenye imani yao ya kwanza, primary religious experience. Kitendo cha Ukristo kutothamini mambo mazuri kwenye utamaduni wa Mwafrika kimepunguza fursa ya Ukristo kuwapa Waafrika mabadiliko chanya katika nyanja mbalimbali za kidini, kijamii, kiutamaduni na kiuchumi. Hata mila potofu za Kiafrika ambazo sio tu zimepitwa na wakati, bali ni kisababishi cha mkwamo wa maendeleo ya kanisa na jamii kwa ujumla. Kanisa lilishindwa kutoa mafundisho yatakayosaidia kuondokana na mila hiyo potofu, kwa vile kanisa halijaweza kuchukua mila nzuri za Kiafrika na kuziongeza kwenye mafundisho ya Ukristo. Ilitakiwa tupate uchambuzi wa kina. Kuna mila zetu zingine ni nzuri sana, tungeziongezea kwenye Ukristo, pengine tungekuwa tumesimama vizuri zaidi kuliko kufikiri kwamba hivi vya sisi vyote ni Tuje tuone mabadiliko ya kiini cha misheni. Ni kweli ndugu zangu, isiyopingika kuwa kiini cha misheni kimebadilika wakati huu. Hapo mwanzo kanisa la Ulaya lilikuwa likituma wamisionari kutoka Ulaya kuja Afrika, mission from north to south. Lakini wakati huu kanisa la Ulaya lilokuwa linatuma wamisionari limepata changamoto ya kupoa kiimani, ambapo makanisa mengi yamepoteza waumini wake. Pamoja na kupoa kwa kanisa Ulaya na Amerika, kanisa la Afrika pamoja na Tanzania linapoa kwa kasi. Hii ina maana kwamba center ya misheni inabadilika, change of mission center. Badala ya kanisa la kaskazini kutuma wamisionari kwetu kusini kama ilivyokuwa zamani, sasa tunashuhudia kanisa la Afrika linaanza kuwa kitovu cha Injili, ambapo wamisionari wengi wanatumwa kutoka kusini, yaani Tanzania, Afrika kwa ujumla, kupelekwa kaskazini, yaani Ulaya na Amerika. Tunao mapadre na masista wetu wengi sana kutoka Tanzania, kutoka Afrika, ambao sasa wanafanya kazi utume wa Ulaya. Kwa hiyo upepo unabadilika. Kutokana na mabadiliko haya ya ukuaji wa Injili, ni lazima kanisa la Tanzania